tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 14 ya simulizi inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, ukiwa ni msimu wa kwanza, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0743 632 247 na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ya 13 tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo Deusi pamoja na Sheba ndani ya BMW jeusi walifanikiwa sana kuvuka vizingiti vya wabaya kutoka Dar es Salaam, lakini ile wanatokezea tu karibia na Arusha, gari la polisi limezingira kabisa barabarani. Ilikuwa ni Momba ile. Karibu sana katika sehemu hii ya 14 tuweze kujua kama walikamatwa ama walikuwa wamechomoka vipi pale, kwa sababu gari ilikuwa imezingirwa kabisa barabarani na kulikuwa kunaonekana askari walikuwa na silaha kabisa pale barabarani. Karibu sana, mimi naitwa Felix. Lakini ile tu wanakaa sawa, ghafla mita kama 100 mbele wakaliona gari la polisi lilikuwa katikati ya barabara. Lilikuwa limesimama kwa mtindo wa kuzuia kabisa barabara, yani kizuizi. Na huku polisi 6 walikuwa wamesimama pembeni ya gari hili na bunduki mikononi mwao zilikuwa zimeelekea kule ambako walikuwa wanatokea wao, na huku mmoja alikuwa amesimama katikati kabisa ya gari, na ubavuni mwa gari alikuwa amenyoosha mkono juu, ikiwa ni ishara ya kwamba alikuwa anasimamisha gari. Washenzi kabisa, wametupata hawa, alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anaanza kupunguza mwendo kwa nguvu kwa ajili ya kusimama. Watu wawili walitulia kimya tu wakiwa wanashuhudia gari likiwa linaendelea tu kusotesha tairi kwenye lami kwa ajili ya kusimama. Hata liliposimama, Deusi alikuwa amefanya juhudi za hali ya juu kweli kulisimamisha gari hilo bila kusababisha ajali. Hapo sasa Deusi ambaye alikuwa anaanza namna ya kumwokoa huyu msichana Sheba ili kusudi amfikishe sehemu ambayo alikuwa amekusudiwa na yeye kupata malipo yake, aliwatazama tu wa polisi ambao walikuwa wanazunguka tu gari na bunduki zao mikononi. Mitutu alikuwa ameielekeza tu kwenye gari. Hivyo liwafanya kitu gani hawa washenzi hawa? Aliuliza pale Deusi kwa sauti ya upole, kama vile hakuna kitu cha hatari kilichokuwa mbele yao hivi. Deusi, acha kuuliza maswali bwana, ikiwezekana ufanye jambo tuondoke mahali hapa tukiwa salama, alizungumza pale Sheba, na huko alikuwa anapeleka mkono chini ya siti yake. Kabla Deusi hajajibu sasa, tayari polisi moja alikuwa ameshafikia mlango wa dereva. Alikuwa anajaribu kufungua kitasa, lakini mlango ulikuwa hujafunguka kwa sababu ulikuwa umefungwa kwa ndani. Yule polisi sasa akainua bunduki yake na kunyosha uso wa kioo cha mlango wa dereva. Deusi akiwa anamtazama tu kwa umakini mkubwa, alimtazama tu mdomo wake ambao huo ulikuwa anatamka maneno ambayo yeye Deusi hakuyasikia vizuri, lakini ni wazi kabisa kwamba huyu polisi kule nje alikuwa anasema kwamba nasema fungua mlango. Hapo sasa Deusi alifungua mkanda wa kiti na kisha kutoa loki za milango na kisha kafungua mlango, lakini ile anatokeza tu alishikwa ukosi na t-shirt lake na kuvutwa nje. Ukweli, kutokana na uwezo ambao alikuwa nao katika mazoezi, hakuyumba sana Deusi licha kwamba alikuwa amevutwa kwa nje kabisa kutoka nje. Lakini ile tu anakaa sawa, tayari Sheba alikuwa ameshatoka ndani ya gari sambamba na milipuko mfululizo ya risasi ya bastora kutamalaki. Tayari Sheba alikuwa ameshawashusha askari 4 na kubakia wawili tu ambao hawa walikuwa wamesimama, na mmoja alikuwa hana silaha yoyote na mwingine alikuwa na SMG karibu kabisa na Deusi, lakini ile anainua tu silaha yake. Deusi akamwahi haraka pale pale na kumpiga ngumi nzito ya kisogoni ambayo hii ilimpeleka chini kama mzigo wa ndizo kutokea Mbeya kule kwake na Godfrey Bondala, na ikamzimisha kabisa pale pale. Na yule mwingine alikimbilia kwenye gari ambalo dereva alikuwa ndani yake. Alikuwa anajaribu kuwasha kusudi wakimbie, lakini kama vile alikuwa amepungukiwa na akili hivi. Sheba kama mina risasi 3 ambazo hizi moja ili kwenda kumpiga kwenye bega la yule ambaye alikuwa anakimbia, na huku moja alipiga kwenye kioo cha gari na kwenda kuchimba kwenye ubavu wa dereva ambaye huyu tayari alikuwa amewasha gari na kuingiza gia nambari 1 tayari kwa kukimbia, ambapo kwa msukumo wa risasi akajikuta alikuwa anakaja kama mafuta hovyo na kusonga mbele kwa fujo. Gari likawa linaingia mtaroni na kushindwa kabisa kuendelea na safari, na kwa dereva ambaye alikuwa anaugulia maumivu alikuwa anajitahidi kujitoa kwenye gari hili. Mimi sipendi kabisa bunduki. Hivi nani kakwambia utumie silaha muda huu wewe?
aliuliza pale Deusi kwa sauti ambayo licha kwamba ilikuwa ni sauti ya utulivu na ya taratibu kabisa, lakini bado alikuwa anaonyesha kuchukizwa kabisa na kitendo kile. Yaani watu 7, hii ni hatari sana hii. Tutalazimika kuwakimbia zaidi unajua. Alizungumza pale Deusi na huko alikuwa anamtazama Sheba ambaye huyu alikuwa anaichomeka bunduki yake kiunoni kwenye pindo ya suruali yake usawa wa katikati ya makalio. Kwa hivyo unavyodhani ni kwamba ungekuacha salama hawa? Lazima ungetuua na kisha kuondoka na gari letu. Alizungumza pale Sheba na huko alikuwa anainama na kuokota moja kati ya bunduki SMG ambazo hizi zilikuwa zimeangushwa chini na wale polisi waliokuwa wameuawa. Kwa nini watuwe sasa? Na nikakwambia kwamba watatuua? Hebu ingia kwenye gari tuondoke haraka kabla hatujakutwa hapa. Alizungumza pale Deusi na huko alikuwa anaingia kwenye gari. Lakini sasa kabla hajafunga mlango akasikia mlipuko wa kwanza wa risasi. Ili tu kutazama mbele ule jamaa ambaye alikuwa anakimbia bila bunduki alikuwa hewani anaenda chini kama mzigo, na huku damu nyingi zilikuwa zinavuja kichwani. Ni wazi kabisa kwamba kulikuwa na risasi iliyokuwa imempata kichwani. Mwanamke, acha upuuzi bwana wewe. Huo ni sawa na ujambazi sasa unajua. Alizungumza pale Deusi na huko alikuwa anashuka kutoka kwenye gari, macho yake hapo kwa Sheba tu, ambaye huyu alikuwa anaelekeza silaha yake kwenye gari la polisi ambako yule dereva wa polisi alikuwa anahangaika kushuka, na huko alikuwa anaugulia maumivu ya risasi ya tumbo. Kufumba na kufumbua tayari risasi ilikuwa imeshatoka kwenye mtoto wa SMG, iligonga kwenye kioo cha nyuma na kufanya kutawanyika, na huko zikifuatiwa risasi nyingine 5 mfululizo ambazo hizi zilikuwa zimeambatana tu na mlipuko uliokuwa na kelele mfano wa kiwanja cha majaribio cha shabaha, na huku gari lilikuwa ndio bao wa shabaha zenyewe. Risasi zilichakaza kweli mwili wa huyu askari ambaye alikuwa kule kwenye gari. Sheba, unaniweka katika wakati mgumu sana unajua. Unadhani mimi nitaishi vipi ndani ya nchi hii niliyoshiriki mauaji ya wana usalama wake? Alifoka vile Deusi na huko alikuwa anapokonya silaha kutoka mikononi kwa Sheba. Mbona unakuwa ni mgumu sana kuelewa Deusi wewe? Unadhani hao ni wana usalama hawa? Hao ni wanyang'anyi na majambazi tu, wapo hapa kutuibia sisi. Alizungumza pale Sheba na huko alikuwa anageuka na kisha kurudi kwenye gari. Wakati ule sasa huyu askari ambaye alikuwa amepigwa ngumi ya kisogo ndio alikuwa anazunguka na akanyosha mkono taratibu kuchukua SMG yake kusudi awatandike risasi yake na Deusi. Lakini kwa bahati mbaya manzuri Sheba akamwona. Hapo sasa haraka alichoma bastola yake kutokea kiunoni na kisha kumtandika huyu jamaa. Pumbavu, ingia kwenye gari haraka tuondoke hapa. Alizungumza pale Deusi na huko alikuwa anatupa ile SMG mashine na kuanza kutembea kuelekea kwenye gari. Na kushauri uchome kabisa gari moto kusudi kupoteza ushahidi. Alizungumza pale Sheba ambaye huyu sasa alikuwa anaingia ndani ya gari. Hapo sasa Deusi aligeuka na kisha kulitazama hili gari la polisi. Alafu akamtazama Sheba ambaye huyu pia alikuwa anamtazama yeye, na kisha akaanza kuziokota zile silaha ambazo zilikuwa zimezaga pale chini na kuanza kutupia ndani ya gari. Alikuwa amebakiza silaha moja tu. Alipomaliza karudi mita chache nyuma kutoka lilipo gari la polisi. Alafu aliweka SMG usawa begani na kulenga tanki la mafuta kwenye gari. Wakati haya yote yanaendelea huko nje ya mji wa Mombo, wakati ule sasa barabara hiyo maeneo ya njia panda ya Sadani lilionekana gari dogo Land Rover Defender mali ya jeshi la polisi lilokuwa na askari 7 nyuma yake, na huku wawili yani dereva pamoja na mwenzake mmoja walikuwa mbele. Lilikuwa linaonekana lilikuwa linatembea kwa spidi ya mita 150 kwa saa kuelekea upande wa Mkata. Ndani ya gari hili nyuma yake palionekana SMG 8 zikiwa zimewekwa chini vizuri tu, yani kwenye sakafu ya gari hili ambalo hili lilikuwa limebeba askari waliokuwa wamevalia nguo za kiraia bila kuzingatia unadhifu. Wapo waliovalia t-shirt na jinsi, wapo waliovalia kodrai na shati za cadet. Wengine walikuwa wamevalia tu kaptura za kaki na makoti mafupi ya baridi, lakini pia wengine walikuwa wamevalia kofia za sweta maarufu kama mzura. Gari lilikuwa linakwenda kwa kasi. Ni kweli lilikuwa spidi, japo kwa kuwa tumezoea spidi ya BMW 7 tunaona kama vile hili gari la polisi alikuwa katika spidi ambayo inapaswa, lakini kweli ilikuwa katika spidi kubwa. Hata walipokaribia Mkata pia waliwaona polisi wenzao walikuwa wamesimama pembeni ya barabara pamoja na gari lao pia wakiwa wanaonekana katika mshangao fulani. Ni wazi kabisa muda mchache uliopita walikuwa wameshuhudia kitu ambacho hawakuwa wanategemea, na wao hawakusimama kabisa. Walipita na spidi yao ile ile pia.
Hilo lilikuwa ni kundi la polisi wa CP Ulenje waliokuwa naongozwa na Koplo Othmani. Wenyewe hupenda kumuita Ocho, ambaye huyu mawazo pamoja na kiri yake vilikuwa ni kwenye kulikamata gari BMW 7 jeusi ambalo hili alikuwa naamini kabisa kwamba muda wote wanalifikia tu. Hawakujua kabisa kwamba lilikuwa kilomita nyingi mbele yao na kila sekunde lilikuwa linaongeza umbali kati yao. Tukiachana na hao sasa, tunakwenda maeneo ya Msata, mita 400 kutokea kwenye raundi ya bauti ya maungio ya barabara ya Bagamoyo na Chalinze, ambapo tunaweza kuliona gari kama hili la mbele, yani polisi, nalo lilikuwa na askari 7 nyuma yake, wawili mbele. Lilikuwa linatembea kwa spidi kuelekea upande wa Mkata, nalo pia lilikuwa katika spidi kama ile ya gari hili la mwanzo, japo lenyewe lilikuwa linafikia mpaka spidi 160 kwa saa. Hili lilikuwa ni kundi la Koplo Cheleji, ambaye pia kama mwenzake akili na mawazo yake yote yalikuwa na juu ya kufanikisha kulikamata BMW 7 jeusi, kwa sababu kiachilia mbali kujenga sifa na kuaminiwa na CP Ulenje, lakini pia askari hawa wangepata pesa nzuri tu. Hawakujali kabisa wala kuanzia juu ya mwisho awali waliopo kwenye gari hilo ambalo sasa ingetakiwa warudi nalo Dar es Salaam. Wao walichokuwa na jali ilikuwa ni kutekeleza tu kile ambacho walikuwa wametuma tu, ambacho ni kuua wote watakaokuwepo ndani ya gari BMW 7 jeusi na kurudi pamoja na gari likiwa na mzigo waliopo ndani yake. Kwa kuweka kumbukumbu sawa ni kwamba Koplo Cheleji pekee ndiye aliyeweza kumwona kwa macho kabisa Deusi akiwa anaingia kwenye gari. Hivyo ndiye mwenye kuweza kuitambua vizuri sura ya kijana huyu, japo hakuwa nafahamu wala kujua kwamba kijana huyu aliyemwona pale Kilivyo madukani akiingia kwenye gari hili BMW jeusi ndiye askari ambaye alikuwa anazungumziwa kila siku mitandaoni kwamba alikuwa amefukuzwa kazi. Mambo yalikuwa ni mengi sana jioni ya leo. Tayari mkuu wa majeshi alikuwa ameulizia mara kadhaa kama askari Deusi alikuwa ameshapatikana ili kusudi aweze kuhakikisha viongozi wa ngazi za juu kama askari huyu aliachishwa jeshi atarudishwa jeshini na kubadilishwa adhabu na kuendelea tu na kazi. Lakini jibu lilikuwa ni hapana, kwamba Deusi hakuwa amerejea wala kupatikana. Hakika hilo liliwachanganya sana viongozi hawa wa jeshi la ulinzi, na huku kila mmoja alikuwa anahangaika kwa nafasi yake kusaka mawasiliano na kijana huyu. Ilifika muda wakaanza kuanza kwamba pengine askari huyu bwana Deusi alikuwa amepata taarifa kwamba alikuwa anatafutwa, akaamua kuzima kabisa simu, pengine hajui dhumuni la kumtafuta lilikuwa ni lipi. Mpaka giza linaingia kabisa, bado Deusi Nyati alikuwa hajapatikana hewani. Lakini afande, sasa mimi nilikuwa na wazo, ikiwezekana tuwasiliane na Brigedia Kusini, watoe mtu mmoja aende nyumbani kwa babake Deusi. Nadhani anaweza kupata dondoo ambazo zitafanikiwa kumpata huyo askari. Sidhani kabisa kama anaweza kukaa masaa 24 bila kuwasiliana na familia yake. Lazima watoke wamewasiliana tu. Alishauri vile Meja, yule msaidizi wa Meja General Mbike. Wazo zuri. Hebu wasiliana kwanza na mkuu wa mafunzo ya Brigedia ya Kusini haraka, mwelezi afanye hivyo kama ambavyo umetoa wazo, alisisitiza vile General Mbike kifimbo. Katika upande wa kijana wetu Deusi, mida hii ya saa 1:01 jioni alikuwa na washa taa za kuashiria ama taa za uelekezi wa upande wa kushoto. Alikuwa anaiacha barabara ya kuelekea Moshi na kuifuata barabara ya kuelekea Rombo. Hakuna mtu aliyekuwa amewajali kwa sababu alikuwa katika mwendo wa kawaida tu. Lakini mara baada ya kutembea mita chache mbele, wakati wanaivuka shule ya sekondari Shauri Tanga, kijana wetu alikanyaga mafuta na mshale ukaanza kutafuta nambari yake. Muda wote safari ilikuwa kimya tu. Sheba alikuwa anamtazama Deusi kwa jicho la kutamani kumwongelesha hivi. Ni vyema kama ungekunywa hata soda Deusi, hujatia chochote tumboni kutoka tumeondoka Dar es Salaam unajua. Alizungumza vile Sheba, na huko alikuwa anatoa soda moja kwenye mfuko na kisha kumpatia Deusi. Nafikiri soda sio muhimu. Muhimu zaidi ni kukufikisha wewe na mimi niangalia namna kugeuka basi. Alizungumza pale Deusi kwa sauti ambayo licha kwamba ilikuwa katika utulivu kama ilivyo kawaida yake, lakini ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ni jinsi gani alikuwa amechukia kwa tukio la pale Mombo. Lakini jua kwamba hatakuwa na namna, wangetuua wote pale. Alizungumza pale Sheba kwa namna ya kujitetea. Lakini sipendi kabisa mimi bunduki Sheba. Alizungumza pale Deusi kwa sauti kali kidogo. Lakini hiyo haipo katika sheria zako, ulichokumbuka ni kufunga mkanda tu. Alizungumza pale Sheba na yeye kwa kupaza sauti hivi. Sawa,
ni vema kama utafunga mdomo wako na kutulia sasa, alizungumza vile Deusi ambaye huyu alikuwa anapunguza mwendo kuingia kwenye barabara ya vumbi. Ni kweli kabisa, Sheba alitulia kimya, macho alikuwa ameelekeza mbele. Arusha mjini lilionekana gari aina ya Subaru Impreza lilikuwa linakatiza katika mitaa ya Mianzini na kufika njia panda ya Faya ambayo hii inakwenda kwa Morombo, na gari hilo lilikuwa katika mwendo wa kawaida tu, tofauti na masaa kadhaa yaliyopita lilipoonekana lilikuwa linakimbia kwa spidi kule Merelani. Liliingia upande wa kushoto na kuelekea moja kwa moja kufuata barabara ya mjini, na lilikwenda kusimama nje ya jengo la Mrina Hoteli. Mlango wa nyuma wa gari hili ulifunguliwa. Alishuka mwanaume mmoja mwenye makadirio wa umri wa miaka kama 40 hivi, ambaye huyu alitoa noti 10 za shilingi 10,000 na kumpatia dereva wa gari hili, na kisha alichukua sanduku dogo jeusi na kuanza kutembea kuelekea ndani ya hoteli. Alikuwa anamwacha kijana huyu alikuwa anahesabia pesa ambazo alikuwa amepewa. Lakini sasa kitu ambacho kilikuwa kinahitaji umakini wa hali ya juu kweli kweli ni kwamba dereva huyu alisha kuhesabia pesa zake ambazo hazikuhitaji hata dakika 2 kumaliza kuhesabia. Yeye alikuwa anakata jicho la wizi kumtazama mzee huyu mwenye kuvalia suruali nyeusi ya kitambaa, shati la bluu lilikuwa na maua ya njano na mpauko, aliyekuwa anamalizia kuingia ndani ya jengo hili ambalo lilikuwa limechangamka kidogo. Na ile mzee wa watu anapotea tu pale pale, dereva alitoa simu yake na kubofya kwa haraka haraka. Alipiga namba fulani ya simu ambayo hii ilikuwa imehifadhiwa kwa jina la Mduma, simu ambayo haikutumia hata sekunde 2 kuita, ilipokelewa pale pale mara moja. Niambie Chale, vipi huyo dingi amemwacha wapi? Ilisikika sauti iliyokuwa na nafudhi ya watu kutokea Arusha kama ilivyoongelewa na mtu katika upande wa pili wa simu. Yuko sehemu mwake kinyama, yani alivyofala sasa. Nimemjaza kalale Mlina naye amekubali, alizungumza vile huyu dereva kwa sauti ambayo ilikuwa na nafudhi ya watu wa Arusha kama mwenzake vile vile. Basi haina noma Chale, ataisoma namba, si upo na mzigo hapo Mlina aliuliza vile upande wa pili wa simu. Mazaka yote anayokaa kafanya fasta, wachukue wana mtimbe wote hapa eneo, mchukue mzigo, alizungumza vile kijana, na huko alikuwa anaweka pesa zake mfukoni na kuondoa gari. Usijali sasa, ngoja nimpige kabisa na chawapa msheki huyo boya ajue anaingia chumba gani, alizungumza vile Mduma na kisha kukata simu. Saa 1 kamili kwa saa za mashariki mwa Afrika, ikiwa ni saa 12 kamili kwa masaa ya Rwanda, Burundi na Kongo, na saa 11 kamili kwa masaa ya kusini kabisa mwa Afrika, gari la polisi lilikuwa na kikundi ambacho kilikuwa kinaongozwa na Kopro Othmani maarufu kama Ochu lilikuwa linakatiza maeneo ya Mombo kwa spidi kali kweli kweli. Ilikuwa ni spidi ile ile ya kilomita 140 kwa lisali moja, lakini walipoiacha Mombo na kutembea kilomita kama 3 hivi, walishangaa kweli kweli kuona kwamba kulikuwa na vikundi vidogo vya watu pamoja na pikipiki ambazo hizi zilikuwa zinatembea kuelekea kule ambako walikuwa wanaelekea wao, na kila ambapo alikuwa anazidi kusogea mbele ndivyo ambavyo walikuwa wanazidi kuwa na watu walikuwa naongezeka, yani watembea kwa miguu na pikipiki pia. Hata waliposogelea zaidi wakaanza kuwa na foleni kubwa ya magari ambayo walikuwa wamejazana tu barabarani, na huko mbele zaidi kulikuwa kunaonekana kama kulikuwa na moto mkubwa sana ambao huu ulikuwa unaendelea kuwaka hivi. Kuna kitu gani huko tena? Na huo ndio ujinga kabisa wa Waswahili, wanataka kucheleweshana tu barabarani, alizungumza vile Kopro Ochu, na huko alikuwa anashuka na kuanza kuutumia polisi wake kusogeza magari ili kusudi la kwao liweze kupita, na alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu gari lao lilisogea mpaka kufikia karibu kabisa na mkutano ya foleni ya kutoka Moshi, ambapo sasa palionekana kulikuwa na gari lilikuwa linawaka moto, na huku askari wa jeshi la polisi 4 walikuwa wanasaidiana na raia kuzima huu moto uliokuwa na waka. Kumekuaje tena hii ajali? Aliuliza vile Koplo Othmani kwa mshangao kweli kweli. Yaani badala ya kusaidia kuzima moto na uliza maswali kwamba imekuaje? Aling'aka vile polisi ambaye huyu alikuwa na cheo cha constable bila kugeuza uso wake kumtazama aliyekuwa ameuliza swali hili. Ni Koplo Othmani hapa, niko safarini naelekea CCP. Na gari letu hilo hapo, unaweza kujibu swali langu constable? Alijitambulisha vile kibambe bwana Othmani. Na hapo sasa huyu askari aligeuza uso wake kumtazama muulizaji. Ni wazi kabisa kwamba hata mara baada ya kumtazama hakumwamini kabisa kwamba eti alikuwa ni polisi. Yote ilikuwa ni kutokana na vile ambavyo alikuwa amevaa. Hivyo alitazama kule ambako mwanga wa gari ulikuwa unaonekana. Ni kweli kabisa kaliona gari la polisi.
Ni wenzetu hawa, inaonyesha kwamba wameshambuliwa jioni hii, maana zilikuwa zinasikika risasi tu upande huu. Wakati tunajiuliza nini kinaendelea, ndio mara tukasikia mlipuko mkubwa na moto ukaonekana kuwaka. Kwa hivyo kuja mara moja hapa, tulikuta polisi wenzetu hapo hapa chini wamepigwa risasi. Hakuna hata mmoja aliyebaki mzima, na magari yalikuwa yanaungua moto, na mmoja alikuwa ndani ya gari, na mmoja kati waliouawa ni OCCID. Miili yao imekimbizwa katika hospitali Tanga mjini, alieleza vile huyo polisi kwa sauti ambayo ilikuwa na masikitiko na simanzi kubwa kweli kweli ndani yake. Hapo sasa moja kwa moja Kopro Ochu alihisi kwamba kulikuwa na jambo. Poleni sana, basi sisi washa tuwahi CCP hapo kwa sababu tunatakiwa kuripoti pale kabla ya saa 2 usiku. Alizungumza vile Ochu, na alikuwa anarudi ndani ya gari na kuamuru dereva aondoe gari. Na sasa walipita, na huko yule askari alikuwa anaongoza mpaka walipovuka moto na kuendelea tu na safari. Ina maana kwamba huyu mtu atakuwa ni hatari kiasi hiki? Anaweza vipi kufanya tukio kama hili kwa muda mfupi tu kama huu? Alikuwa anawaza vile mwenyewe tu Kopro Athumani maarufu kama Ochu, na huko alikuwa anatoa simu yake na kupiga kwa CP Ulenje kumpatia taarifa ile, ili kusudi aweze kuthibitisha kama ndio hawa ambao walikuwa wamewaagiza ama kulikuwa na wengine. Saa 1:30 za usiku sasa, kaskazini mwa Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, pembezoni mwa mpaka wa Tanzania pamoja na Kenya, kilomita kama 2 kutoka kijiji cha Longai, ni kilomita zaidi ya 20 kutoka Tarakea. Baridi ilikuwa na polisi vyema kabisa kama Njombe kule tu kwa kina Felix Mwenda. Giza lilikuwa limetanda na ilikuwa ni vigumu kabisa kuwa na umbali wa mita 50 kutokana na giza hilo. Kwenye barabara ndogo nyembamba linaonekana sasa gari dogo BMW 7 jeusi ambalo hili lilikuwa linatembea taratibu, lilikuwa linakatiza kwenye eneo hilo. Lilikuwa linazungukwa na miti mirefu ya kupandwa maarufu kama mikaratusi. Ni wazi kabisa kwamba walikuwa wanatarajia kumwona mtu ama watu katika maeneo hayo. Wakiwa wanaendelea tu kusonga mbele kwa mwendo wa kilomita 5 kwa saa, mara ghafla walimuona mtu alikuwa anatokea pembeni ya barabara, yani kichakani. Alikuwa na bunduki AK-47 mkononi mwake na kusimama katikati kabisa ya barabara. Bunduki tena? Alizungumza pale Deusi kwa sauti yake ya kukwazika hivi, na huko alikuwa anakanyaga breki kusimamisha gari, na pale pale sasa wakaibuka watu wengine wawili. Mmoja kati yao alikuwa ni mwanamke. Hawa wote ni watu wangu, wala usijali, alizungumza vile Sheba, na huko alikuwa anamtazama Deusi na uso wake ulikuwa umepambwa kwa tabasamu laini. Okay, kwa hivyo sasa malipo yangu yaliyobakia, alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anamtazama Sheba ambaye huyu pia alikuwa na tabasamu. Una uhakika kwamba unahitaji pesa peke yake ama kuna kitu zaidi unahitaji kwa msichana mrembo kama mimi? Aliuliza vile Sheba kwa sauti iliyokuwa laini na tulivu kabisa. Huu sio wakati wa utani. Mpaka sasa sijajua kabisa narudi vipi mpaka Tarakea, kilomita 20 kwa mguu na begi la kilo 50 mgongoni, alizungumza pale Deusi. Na kabla hatajamaliza kuzungumza, alikatishwa na mlio wa simu uliokuwa kwenye dashboard ya gari yake, na watu wawili walitazama tu kwenye kioo cha skrini iliyokuwa na upana wa sentimita 30 kwa 15 ya simu hiyo. Wakaona kwamba jina la mpigaji alikuwa ni Ashen. Sheba alipokea mara moja simu ile. Kazi nzuri sana Deusi. Ni dakika chache tu kabla ya muda ulioahidi. Niko na zawadi yako kubwa sana kwa kazi nzuri ulioifanya leo, alizungumza pale Ashen kwa sauti ambayo ilikuwa na kujaa furaha kweli kweli ya wazi kabisa. Sheba mpatia hiyo funguo ya nyumba ya kule Kisarawe, msetia GPS atakayomfikisha pale pia, na kisha mwelekeze password na umweleze namna ya kufungua mlango. Mpatie pesa zote za Tanzania ulizonazo kwenye gari, alizungumza pale Ashen, na kisha kumfanya Deusi ajitabasamlishe mwenyewe tu moyoni. Na mwisho kabisa, bwana Deusi, hilo gari ni la kwako kuanzia sasa hivi. Unaweza kubadilisha namba za usajili kwa kuweka plate namba iliyopo kwenye buti, na kutakia safari njema na mafanikio mema pia. Naamini safari ijayo tutafanya kazi nzuri zaidi ya hii ya leo, alizungumza pale Ashen. Na kabla hajakata simu, Deusi akaacha tabasamu la wazi kabisa. Nashukuru sana bosi, alizungumza pale Deusi, na huko alikuwa anageuka na kisha kutazama mandhari ya gari hili kwa ndani. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kweli kwa Deusi, ambaye huyu aliona kama vile alikuwa ametimiza ndoto yake ya kumiliki BMW 7 jeusi.
hata mara baada ya kukamilisha makubaliano ya kila kitu ambacho alikuwa anatakiwa kukabidhiwa, yani begi jingine ambalo lilikuwa na pesa ambalo lilikuwepo ndani ya buti, ambazo sio tu zilizidi milioni 50 ya kukamilisha kwenye malipo yake ya milioni 100 waliokuwa wameahidiana, lakini lilikuwa ni begi lililokuwa na pesa nyingi maradufu. Lakini pia alikuwa amekabidhiwa funguo za nyumba, kadi ya gari, password ya kufungulia nyumba ambayo aliambiwa kwamba anaenda kuimiliki. Na mwisho ilifuata zamu ya kushangaa. Ilikuwa ni mara baada ya kuona lilikuwa linashushwa sanduku kutokea kwenye buti la gari, na walifungua na kukagua mzigo ambao huu ulikuwa na vijitofali 50 vya dhahabu. Kila kimoja kilikuwa na uzito wa kilogramu 1. Ina maana kwamba huo ndio mzigo ambao nilikuwa na usafirisha na sio yule mwanamke kama ambavyo nilikuwa nimeambiwa? Aliuliza pale Deusi, ambaye huyu kwa malipo ambayo alikuwa amepewa na kazi ambayo alikuwa amefanya, aliona kabisa kwamba ilikuwa nalipa. Maana mwanzo alikuwa anajiuliza iweje apewe milioni 100 kumsafirisha tu mwanamke kwenye gari, wakati ilikuwa ni kazi ndogo tu, malipo yalikuwa ni makubwa. Na kumbe sasa anakuja kugundua kwamba hakuwa anamsafirisha mwanamke kama ambavyo alikuwa anafikiria. Alikuwa anasafirisha mali kubwa kweli kweli ya mabilioni ya pesa, mzigo wa dhahabu. Saa 2 kasoro dakika 5 za usiku ndio muda ambao Deusi alianza safari kuelekea Tarakea, na huko akina Sheba walikuwa wanaingia porini wakiwa wanafuata mpaka wa Kenya, ambako huko wangekutana na gari ambalo hili wangelitumia mpaka Nairobi Kenya, ambako huko wangepanda ndege kuelekea Ethiopia. Washa kwanza nikapumzike Arusha mjini, kesho narudi na barabara ya Dodoma kupitia Ngorongoro. Siwezi kupita barabara ile maana lazima nitakamatwa tu. Alikuwa anawaza vile Deusi, ambaye huyo kutwa nzima alikuwa katika misukosuko tu, na pia alikuwa anahitaji kupumzika kwa sababu siku iliyopita alikesha kwenye kitumbua cha Nela. Nitakutunza kwa nguvu zangu zote, alikuwa anawaza vile Deusi, na huko alikuwa anatazama tu dashboard ya gari hili. Kwa bahati nzuri macho yake yalitoa kwenye geji ya mafuta ambayo hii ilikuwa nasema kwamba mafuta yalikuwa yamebaki robo ya tanki. Nitaweka tu mafuta pale kwenye njia panda ya Himo, alijisemea vile Deusi, na huko alikuwa anaendelea tu kuyoyoma tu kuitafuta Tarakea. Pale Mrina hoteli sasa, mwanaume mtu mzima mwenye kubeba sanduku dogo jeusi anaibukia kwenye ukumbi mkubwa ambao huu ulitawaliwa na watu ambao walikuwa wanapata vinywaji kwenye meza zao tu, na huko alikuwa amekaa kwa mtindo wawili mpaka watatu ama zaidi, na huko meza nyingi zilikuwa zimetawaliwa na wanawake tu. Yaani kiufupi ni kwamba ungekuta meza chache sana zilikuwa na wanaume watupu ambao walisha kupata vinywaji, lakini pia macho yao yangekuwa yanakodoa kwenye meza nyingine ambazo hizi wanawake watupu ndio walikuwa wamekaa, ama wanawake waliokuwa wanajipitisha tu kwa wanaume wale, ukiachilia mbali wale ambao walikuwa wamekaa na wanaume wao wakipata vinywaji na nyama za mbuzi za kuchoma. Lakini ile tu anaibukia yule mwanaume mtu mzima, ghafla ukainuka wanawake kama 4 hivi kutokea kwenye meza tofauti na kumfuata. Karibu baba, chumba ninacho. Karibu, alizungumza pale moja na mwingine akadakia pale. Baba, leo sijafanya kazi kabisa baba, wewe ndio utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa. Huyu jamaa ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anashangazwa na mapokezi yale, aligeuka na kisha kuwatazama wanawake wale, na huko alikuwa anaendelea tu kutembea. Na hata ukitaka miguu yote na kupatia ofa 20,000 tu baba, alizungumza pale mwingine. Lakini yule jamaa hakuwajali kabisa, alikuwa anazidi kutembea kuelekea mapokezi ambako kulikuwa kunauzwa pombe. Mara baada ya kuona mgeni huyu hakuwa na mpango nao, wale wanawake sasa waligeuka na kurudi kule kwenye viti vyao kama kawaida. Walimwacha huyo jamaa alikuwa anazidi kuelekea mapokezi tu. Sasa amekuja kufanya kitu gani, ama ni mchuna ngozi tu huyo? Alizungumza pale mmoja kati ya wale wanawake na kumalizia tu na msonyo mrefu, na huko alikuwa anajikalisha kwenye kiti kimoja karibu na meza moja ambayo hii ilikuwa imekaliwa na wanaume wawili waliokuwa na kunywa pombe taratibu kabisa. Huyu mwanamke aliyokuwa anaonyesha kuwa na hasira akamtazama tu huyu mwanaume mtu mzima ambaye sasa alikuwa ameshafika mapokezi na kutamani kuachia tusi jingine. Hata sijui ni kwa nini alikuwa amemkasirikia kiasi hiki. Lakini kabla hajaongea lolote, mara akasikia kutoka kwa wale jamaa waliokuwa wamekaa pembeni, afadhali mzee mipango huyo anapiga simu. Alizungumza pale moja kati ya wale watu kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha na matumaini. Nani huyo mduma nini? Aliuliza pale mwenzake. Sasa je, huyu jamaa ukiona tu anakupigia simu, jua kwamba muda sio mrefu na kamata mkwanja.
alizungumza vile huyu wa kwanza, na hapo sasa hata yule mwanamke pia akavutika kugeuza uso wake kuwatazama vizuri. Alimwona huyu mmoja wao alikuwa ameishika simu yake ambayo hii aliipokea vizuri kabisa na kuiweka sikioni. Vipi, niambie Mduma, alizungumza vile huyu jamaa, na kisha alitulia kidogo. Alikuwa anasikilizia tu upande wa pili, na ilikuwa ni vigumu kabisa kwa mtu wa pembeni kusikia upande wa pili ulikuwa unazungumza kitu gani, lakini ungemsikia huyu jamaa akiwa anajibu kwa miguno na maneno mafupi tu. Ndio. Niko hapa. Yukoje? Hapo sasa angeuliza, na alikuwa anatazama kule kwenye mapokezi. Ni mshua fulani hivi ana mkoba mweusi hivi. Basi imeisha hiyo. Jifaneni fasta tu. Alimaliza kuzungumza pale huyu jamaa na kisha kukata simu ile. Vipi chao jamaa, anasemaje? Aliuliza pale sasa mwenzake mara baada ya kuona alikuwa amekata simu. Si nilikwambia jamaa kosi mchongo huyo. Anasema kwamba yule dinki kauta pale yuko na jiwe moja kubwa kinyama yani. Ametoka nalo jioni hii Merelani huko. Sasa hatutakiwi kabisa kumwacha pande nalo ndege. Lazima rirudi tena kwetu na kisha tulivushe Kenya tukapige pesa mingi kule. Alizungumza vile huyu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Chao. Kwa sasa tunafanyaje hapa? Aliuliza vile kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku yule mwingine. Aliuliza vile mwingine kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku. Tuliza mshono Charlie. Inabidi kwanza tujue chumba chake ni kipi, alafu baadaye tusemeane. Tunaambiwa kwamba ana mzigo wa maana kweli kweli, afu ni wa pesa nyingi. Alizungumza vile Chao, na huko alikuwa anatazama kule mapokezi. Wakati wawili hawa wanaendelea tu na maongezi haya, yule mwanamke hakuwepo tena kwenye kiti chake. Nadhani alikuwa amekwenda kukaribisha mgeni mwingine. Ni nusu saa tu ilikuwa imepita toka gari la polisi ambalo lilikuwa na kikundi cha Koplo Ocho maarufu kama Ottomani liondoka pale Mombo kwenye ajali ya moto. Wakina Cherry na Usasi walikuwa wanaingia na gari lao pale pale. Walikuta tayari moto ulikuwa umezimwa na magari yalikuwa yameanza kupita vizuri tu. Tayari walikuwa wamepewa taarifa na CP Ulenje ambaye huyu alikuwa amewasisitiza kuongeza spidi zaidi waliwahi BMW jeusi kabla halijavuka mpaka. Lakini pia aliwagawa mara mbili, wengine wawahi mpaka Tarakea na huku wengine wawahi mpaka Wanamanga ambako ndio mipaka yake pekee ambayo hii inaweza kutumiwa na watu wale wanawatafuta. Nadhani tumeshua na picha halisi ya mtu ambaye tunamfuatilia. Hakika sio mtu wa mchezo hata kidogo, na tukikutana naye tunamsalimia kwa risasi nyingi mara moja. Alizungumza pale Kopro Chereji wakati safari ilikuwa inaendelea, na huko dereva wake alikuwa anamsikilizia tu. Sitaruhusu kabisa nikose mkwanja mrefu kama huu hata iwaje. Alizidi kuzungumza pale Kopro Chereji kwa sauti ya kukamia kweli kweli kazi ambayo ilikuwa imepewa na CP Ulenje, na huko gari lilikuwa linazidi kukanza mwendo kweli kweli. Mida ya 2:30 za usiku, njia panda ya Himo lilionekana gari dogo jeusi BMW 7 likiwa linatokea upande wa Rombo na kuiacha njia ya kwenda Moshi na kuifuata ya kwenda Dar es Salaam. Mwanzo nilikuwa nataka nishangae ni kwa nini Deusi alikuwa ameamua kurudi Dar es Salaam, lakini mshangao ukamalizika muda mfupi baadaye mara baada ya kuona gari hilo lilikuwa linachepuka tena na kuingia kwenye kituo cha mafuta. Dakika mbili mbele sasa, wakati Deusi akiwa amesimama pale kwenye kituo cha mafuta na weka mafuta kwenye gari lake, mara kasikia mongoromo wa gari likiwa linalalamika barabarani hivi. Lilikuwa limepita pale usawa wa kituo cha mafuta kwa spidi kali kweli kweli, na likaenda kupunguza mita chache kabla ya kuikuta njia panda ya Himo, na bila hata kuonyesha taa za uelekezi yani indicators kwamba linakata kulia. Likaingia mazima na dereva likanyaga mafuta kwa nguvu kweli kweli akiwa anatokomea upande wa Rombo. Hoja mausiku wameshasikia huko boda kuna mzigo unavushwa ndo maana wanawahi hawa. Alizungumza pale mmoja kati wa wahudumu wa pale kwenye sheri ya mafuta ambao hawa walilitambua vizuri kabisa kwamba lile lilikuwa limepita kwa spidi lilikuwa ni gari la polisi. Sio kwa rangi zake ama maandishi ubavuni magari, lakini pia kwa mkoa wa watu waliokuwa nyuma ya gari tu ilikuwa ni kitambulisho tosha kwamba lilikuwa ni gari la polisi. Deusi akajitabasamulisha tu moyoni. Gari likabugia mafuta tanki zima na kisha lifanya malipo vizuri kabisa na kuingia kwenye gari lake, na kisha aliondoka zake kuelekea Moshi.
Mwanaume mtu mzima alipofika mapokezi sasa, ambapo palikuwa na msichana mrembo kwelikweli, alitulia tu na kusalimia. Habari za leo dadangu. Ilikuwa ni sauti yake rafiki kabisa. Nzuri tu, karibu. Aliitikia vile mapokezi kwa kukaribisha vizuri. Asante, sasa nilikuwa nahitaji chumba ambacho kitakuwa na usalama mzuri. Alizungumza vile huyu jamaa na kumfanya huyu msichana wa mapokezi atabasamu kwa mshangao kweli kweli. Umekuja na mke wa mtu ama? Aliuliza vile huyu mrembo kwa sauti ya kudongo, na hivyo na kutabasamu lilikuwa limeshamili kweli kweli usoni mwake. Yule jamaa alitabasamu kidogo na kisha alijibu, hapana, nahitaji kulala tu mpaka asubuhi na kisha nikapande ndege kuelekea Dar es Salaam kesho. Alizungumza vile huyu jamaa, hapo sasa akaweza kumuona yule mrembo wa mapokezi alikuwa anamtazama kwa macho aliyokuwa na kiulizo kidogo. Samahani yangu, ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa eh? Aliuliza vile huyu mhudumu, na huko alikuwa anapekua kitabu chake cha wageni. Yaani mara yangu ya kwanza kabisa pia kufika Arusha, alijibu vile huyu jamaa na kumfanya mhudumu huyu atabasamu kidogo. Okay, sawa basi, nitakupatia chumba nambari 7 upande wa pili kule. Kule ndio kupo na utulivu kidogo, lakini bei yake ya kulala ni shilingi 20,000. Alizungumza vile huyu msichana, na alikuwa anasogeza kitabu mbele ya huyu jamaa ambaye sasa ilikuwa ni zamu yake kushangaa, kwa sababu alikuwa anashangaa tu bei ya chumba kwamba ilikuwa ni ndogo sana, wakati yeye alikuwa anahitaji hoteli ya daraja la juu kabisa. Una uhakika kwamba hicho chumba kitanifaa kweli? Aliuliza vile huyu mwanaume mtu mzima. Sio vibaya kama ukienda kwanza kutazama wewe mwenyewe ndipo uje ulipie. Alizungumza vile huyu mwanamke mhudumu, na hapo sasa alitazama kushoto na kulia kutazama mtu wa kumsindikiza huyu mwanaume kwenda kutazama hicho chumba. Nitampeleka mimi. Ilisikika sauti moja pembeni yao na watu walitazama, na yule jamaa aliweza kumwona mwanamke mmoja kati ya wale waliompokea kwa matangazo ya biashara ya kuuza meli yao. Wala usijali baba, mimi sijaja hapa kibiashara, utanipatia pesa ya soda tu. Alizungumza vile huyu mwanamke ambaye inawazi kabisa kwamba alikuwa ameshajua kwamba huyu mzee alikuwa amemkumbuka kwamba muda mfupi uliopita alikuwa amempokea pale mlangoni, na alikuwa ni mmoja kati wale wanawake waliokuwa wamempokea hapo awali wakinadi biashara za mili yao. Sawa, haina shida, twende basi ukanionyeshe. Alizungumza vile huyu jamaa na kuanza kuongozana na huyu mwanamke kulifuata korido ambalo hili lilikuwa na vyumba kushoto na kulia. Huyu anaitwa Bwana Hassan Simba. Ni mfanyabiashara mkubwa tu wa madini ambaye huyu naye ni kama Bwana Asheni tu. Anafanya biashara zake bila kuwa na vibali vyovyote vile. Tofauti na Bwana Asheni ni utaifa wao tu. Huyu ni Mtanzania na biashara zake zote hazijawahi kabisa kuhusisha umwagaji wa damu kama ilivyo kwa Bwana Asheni ambaye yeye utaifa wake ni Ethiopia na biashara zake nyingi zilikuwa zinahusisha umwagaji wa damu. Leo hii akiwa amepigiwa simu na mchimbaji mmoja mdogo pale Merelani Arusha, akamwambia kwamba aje Arusha haraka, kuna mzigo mkubwa ulikuwa umepatikana. Na sasa alichukua ndege kwa haraka na kwa Arusha na kisha Merelani, ambako alikutana na jiwe kubwa la Tanzanite lililokuwa na uzito wa kilo 5, ambalo hili alikuja na kulinunua kwa bei ndogo kabisa ya milioni 250, ikiwa ni gharama ndogo kulikweli kulinganisha na gharama halisi ya jiwe hili la thamani, gharama ambayo ukifananisha nayo unaweza kusema kwamba umenunua ng'ombe kwa bei ya kuku kabisa. Pengine ni kutokana na ukaribu wao na wateja wa kudumu wenye uhakika wa mara nyingi. Huko jijini Dar es Salaam sasa, Bwana CP Ulenje yeye alikuwa anapokea simu za mara kwa mara kutoka kwa Bwana Kadumya. Kaka, fanya hima bana, mzigo upatikane, tunapoteza pesa nyingi sana, unajua hilo. Alizungumza pale Kadumya na kuzidi kumtia wazimu sana Bwana CP Ulenje, askari wa jeshi la polisi huyu. Kaka, vijana wako kazini mpaka muda huu ninavyozungumza na wewe, na ninaamini kabisa kwamba muda wote kuanzia sasa utalifikia gari na kuchukua mzigo. Alizungumza pale CP Ulenje kwa kujiamini kweli kweli, na hata alipokata simu moja kwa moja akapiga kwa challenge. Simu haikuita sana, ilipokelewa mara moja tu. Vipi Koplo Challenge, mko wapi? Aliuliza pale CP Ulenje. Tupo kwa Sadala hapa, tumeshapita Moshi, tunaelekea Arusha sasa hivi, alijibu vile Koplo Challenge, ambaye huyu sauti yake ilisikika sambamba na ngurumo za gari. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba walikuwa naendelea tu na safari muda ule. Jitahidini muwahi bwana kabla hujavuka mpakani hao, alisisitiza vile CP Ulenje, ambaye huyu hakuishia hapo.
aliendelea tu kuzungumza. Na vipi kuhusu akina Othman na mawasiliana nao? Aliuliza Velisipe ule nje ambaye huyu alikuwa naamini kabisa kwamba kama akifanikiwa kulipata hili gari lazima atajipatia pesa ndefu sana pamoja na hili gari lenyewe la kifahari. Afande, sijawasiliana nao lakini tayari wameshaelekea Tarakea. Hilo lilikuwa ni jibu la Chereji kabla hawajaagana na ule nje kusisitiza taarifa za mara kwa mara ili kusudi hawanajua na kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Mara baada kukata simu ile sasa alibofya namba ya Othman kwa lengo la kuipiga, lakini kabla haijaanza kuita ile namba ikajitoa kwenye kioo na simu yake hiyo ikaanza kuita pale pale. Alipotazama jina aliona kwamba mpigaji alikuwa ni Othman. Alipokea mara moja simu ile na kuiweka sikioni. Niambie Othman, vipi mmeshafanikiwa kulikamata hilo gari? Aliuliza Velisipe ule nje kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku kubwa kweli. Afande, mpaka tupo Tarakea hapa kuna dalili yoyote ya uwepo wa hilo gari. Kuna watu wanasema kwamba kuna gari lilionekana lakini hawana uhakika kabisa kama ni lenyewe ama la. Kwa sababu tayari giza lilikuwa limeshaingia na wanasema kwamba limesharudi upande wa Himo. Na kitu cha ajabu ni kwamba hatujakutana nalo kabisa wakati sisi tulikuwa tunatokea njia ya Himo hiyo. Ina maana kwamba umeshindwa kuvukia Tarakea na sasa wanatafuta mpaka mwingine wa kuvukia ama? Sawa basi, hamna shida, endeleeni na msako sawa. Kumbukeni kuna pesa ndefu sana inawasubiria mkishafanikisha hiyo kazi. Aliendelea kusisitiza Velisipe ule nje ambaye huyu bado alikuwa na matumaini makubwa kulipata hili gari na yeye kujipatia pesa nyingi kweli pamoja na hili gari la kifahari. Bwana Hassan Simba akiwa anatembea taratibu nyuma ya mwanadada huyu mfupi kiasi mwenye makalio makubwa aliyevalia kaptula fupi ya jinsi ambayo haikuweza kuhifadhi mapaja manene ya mwanamke huyu mweupe mwenye ugonjwa wa kiduku kichwani mwake. Alikuwa anatazama tu makalio ya mwanamke huyu akaparisha macho yake mpaka mgongoni na kisha alipandisha mpaka shingoni na kichwani pia. Ni kama alikuwa anathaminisha kitu fulani hivi. Mzee huyu anafaa kabisa kuliwa huyo, lakini sina uhakika na usalama wa mzigo wangu. Alikuwa na waza vile tu mzee Simba, na huko alikuwa ameshikilia sanduku lake dogo jeusi ambalo sasa tumejua kwamba ndani yake kulikuwa na mzigo wa kilo 5 za madini ya Tanzanite. Wakiwa wanatembea kuelekea upande wa vyumbani sasa, waliufikia mlango wa kutokea uani, ndipo mzee Simba alipomwona huyu mwanamke alikuwa anasimama ghafla mbele yake. Babangu, sikiliza, mimi sikujui kabisa wala wewe hunijui. Na sijui kabisa hapo ulipo uko na mzigo gani. Nilikuwa nimekaa kwenye meza moja jirani na wanaume fulani hivi, mmoja wao akawa anazungumza kwa simu. Nikasikia kabisa walikuwa nasema kwamba umetoka Melelani na una mzigo ulipo hapo. Hivi wanataka kukuibia, na hawa jamaa jinsi walivyo ninavyojua mimi, wanaweza wakaiba mzigo na alafu akakuua kabisa na wewe. Fanya unachoweza, ondoka kabisa sehemu haraka sana babangu. Alizungumza vile huyu mwanamke na kisha aligeuka na kuanza kutembea kuelekea upande wa uani. Dada, subiri kwanza. Alizungumza vile mzee Simba, na ule dada sasa alisimama. Alimtazama huyu mwanaume mtu mzima ambaye huyu alimuona alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kuibuka na kitita cha pesa. Nakushukuru sana kwa msaada wako kunipenyezea taarifa muhimu kabisa kama hizi. Asante sana. Alizungumza vile mzee huyu, na huko alikuwa anachapua noti kadhaa za 10,000 na kisha kumpatia huyu msichana. Nashukuru sana babangu, lakini jitahidi sana kama nilivyokushauri kwamba uondoke kabisa hapa. Wale watu ni wakatili kinyama, sisi wa hapa tunaojua kabisa vijana wale. Aliendelea kusisitiza vile mwanamke huyo, na huko alikuwa anapokea ile pesa. Hapo sasa ilibakia swala moja tu kwa mzee Simba, kwamba atatoka vipi mahali pale, kwa sababu ni wazi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa ameshaanza kumfuatilia. Hivi kutakuwa na njia nyingine ya kutokea hapa? Maana aliuliza pale mzee Simba, na kabla hatajamaliza kuuliza vizuri tayari mwanamke huyu alikuwa na jibu lake. Twende huko na kutoe babangu. Alizungumza vile huyu mwanamke, na huko alikuwa anaongoza kwenye mlango wa kutokea uani, na mzee Simba alikuwa anafuata nyuma. Walitembea kwa pamoja wakiwa wanabukia kwenye eneo la uani ambako huko kulikuwa na vyumba vingi. Wao hawakuhangaika kabisa na chumba hata kimoja. Walikwenda moja kwa moja kwenye mlango wa kutokea mpaka nje kabisa. Sasa tupite hapa alafu katoke barabara stendi ndogo kule, na kisha wahi barabarani ukachukua hata bodaboda ukimbie. Alizungumza vile huyu mwanamke wakati wanavuka ule mlango na kuibukia nje. Na wakati ule sasa mzee huyu Simba tayari alikuwa ameshatawaliwa na uoga mkubwa kweli. Deusi Frank Nyati akiwa ndani ya gari BMW 7 jeusi
gari ya ndoto yake kabisa hii. Sasa alikuwa anaingia Arusha mjini, na kwa mara kwa mara alikuwa anakagua dashboard ya gari yake, ambayo hii kwenye skrini yake palikuwa panaonyesha ramani ya GPS, ambayo hii iliyokuwa inachukuliwa kwa mfumo wa satellite, ambayo hii ilikuwa inaonyesha vyema mitaa na barabara zote za jiji hili la Arusha. Kijana wetu Deusi sasa akatazama hoteli iliyopo karibu na barabara ya Ngorongoro. Akaiona hoteli ambayo ilikuwa imeandikwa Mrina Hoteli. Hapa naamini kabisa kwamba patanifaa hapa, alijisemea vile Deusi, na huko alikuwa anatazama mbele ambako alikuwa anaelekea. Aliona bango pembeni ya barabara lilikuwa limeandikwa Sakina Hoteli. Deusi ambaye alikuwa katika mwendo mdogo hakujali kabisa hoteli ile. Zaidi ya hapo, aliingiza mkono mfukoni na kisha kuibuka na simu yake, ambayo hii ilikuwa na masaa mengi alikuwa hajaiwasha. Wakati huo alikuwa anapandisha kama anaingia mianzini hivi. Mara baada ya kuhakikisha yule mzee mwenye sanduku dogo alikuwa ameshikilia alikuwa ameshatoka pale mapokezi na kupotelea kwenye korido, na huko alikuwa anaongozana na huyu mwanamke ambaye ni mmoja kati ya wanawake wanaofanya kazi ya kuburudisha wanaume. Ndipo sasa kijana chao akainuka na kuelekea mapokezi. "Wewe sister, kuna mzee wangu mmoja hivi amevaa shati la blue, ameenda chumba nambari ngapi?" aliuliza vile kijana huyo chao. Alikuwa anajinadi kwamba yeye alikuwa anafahamiana na mzee Simba. "Au yule mzee ambaye alikuwa amekuja hapa na sanduku jeusi? Ameenda kuangalia chumba nambari 6 huko," alijibu vile huyu msichana wa mapokezi, ambaye sasa alikuwa anatoa vinywaji kwenda kwa mhudumu ambaye huyu alikuwa ameagizwa na mteja. Hapo sasa kijana huyu chao hakupoteza hata dakika sifuri. Alitoka pale mapokezi na kuelekea upande ule wa korido la vyumbani, ambako licha kufika pale na kutazama huko na kule, lakini hakumwona kabisa huyu mwanaume mtu mzima. Hapo sasa chao akatembea kwa haraka mpaka kwenye mlango wa chumba nambari 6, chumba ambacho aliambiwa kwamba yule mzee mwenye sanduku jeusi alikuwa amekwenda kukitazama. Chao alifika mbele ya chumba kile ambacho mlango wake ulikuwa wazi kabisa. Kwa akajionea kwa macho yake chumba kilikuwa tupu. Sio yule mzee wala yule mwanamke, wote hawakuwepo kabisa ndani ya chumba hicho. "Pumbavu kabisa, ameshaondoka huyu," alizungumza pale chao, na huko alikuwa anatoa simu yake haraka na kupiga namba ya mduma. Nayo simu hii ilianza kuita, na yeye alikuwa anasikilizia tu, na huko alikuwa anafuata mlango wa kutoka nje. Wakati huo sasa lilionekana gari dogo aina ya Toyota Arteza. Lilikuwa linakatiza kwa spidi kubwa mitaa ya stendi kuu. Lilikuwa linatokea upande wa Ngarenaro na kupotelea kabisa upande wa barabara kuu ambayo hii inakwenda Moshi. Ndani yake gari hili walionekana vijana wanne ambao hawa binafsi ilikuwa ni ngumu sana kuonana kutokana na wingu la moshi wenye harufu kali sana, ambao huu chanzo chake ilikuwa ni sigara bwegi ambazo hizi zilikuwa zinavutwa mle ndani ya gari hili dogo. "Kamua baba, kamua tukachukue vyetu, yule fala nimemuona kwa macho yangu kabisa naondoka na lile jiwe la kilo 5. Alizungumza vile moja kati ya wale vijana ambaye huyu alikuwa amekaa siti ya pembeni ya dereva kwa sauti ambayo ilikuwa na rafudi ya kiarusha hivi, ambayo hii ilikuwa imechanganyikana na ulevi wa sigara bwege. "Niamini kabisa Charlie, sekunde tu tunatimba hapo Mrina," alizungumza vile dereva wa gari hilo dogo jeusi ambalo hili lilikuwa na sauti kubwa katika mungurumo yake kama vile bodaboda tu. Wakati safari ilikuwa imeshika kasi na kusigara bwege zilikuwa zinaendelea kuvutwa ndani ya gari, mara simu ya mduma ilianza kuita, naye alitoa mfukoni na kisha kupokea simu ile. "Niambie baba la baba, vipi, kuna mpya?" alizungumza vile mduma wakati ule gari lao lilikuwa limeshika mwendo kweli kweli. "Aisifanyeni faster, jamaa ameshasanuka, nadhani atakuwa anatafuta usafiri ya sepe huyo," alisikika vile chao kutoka upande wa pili wa simu. Alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anatembea kwa spidi, na hiyo yote ni kwa jinsi ambavyo alikuwa na hema mfululizo. "Mfukuzia bwana huyo boya, sisi tunatimba hapo muda sio mrefu," alizungumza vile mduma kabla ya kukata simu na kumsisitiza dereva aongeze spidi, naye hakufikiria mara mbili wala ya kuwa walikuwa wamesha karibia kabisa barabara kuu, na kwamba wataingia barabara kuu na kukata kuwa na upande wa kulia kuelekea upande wa stendi dogo ambako ndiko maeneo ya karibu na Mrina Hoteli kule ambako liliko wendo lao. Wakati ule sasa kwenye kichochoro cha upande wa kulia wa jengo la Mrina Hoteli kilichokuwa kimefunikwa na giza nene, muda huu Bwana Hassan Simba akiwa nyuma ya msichana ambaye alimpatia habari za watu wanaopanga kumpora mali zake, walikuwa wanatembea kwa haraka kuelekea upande wa barabarani, na huku Bwana Simba mwenyewe alikuwa ametawaliwa na hofu kubwa kweli. "Hivi hapa ninaweza kweli kupata usafiri wa kuweza kunifikisha Moshi usiku huu?"
aliuliza pale mzee Simba ambaye huyo sauti yake ilikuwa imetawaliwa na kitetemeshi hivi. Usafiri ni mwingi sana baba, lakini wewe kuwa makini tu, kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba yule kaka na wenzake wapo njiani wanakuja kuendelea kukusaka. Alizungumza vile huyo mwanamke, na huko alikuwa anakaribia tu mwisho wa jengo hili la hoteli ambako palionekana kuwa na mwanga hivi. Mara walipofika tu mwisho wa hilo chochoro, yule mwanamke akasimama. Alikuwa anafuatiwa na mzee Simba ambaye pia alisimama nyuma ya yule mwanamke. Sasa babangu, mimi nafikiri nimeshakusaidia vya kutosha. Mimi naishia hapa tu, cha kufanya wewe kimbilia hapo mbele tu, ukivuka tu kona hapo mbele utatokea stendi na kuna magari au bodaboda nyingi tu. Mimi nakushauri chukua bodaboda mpaka Mianzini ukapande gari. Lakini kama una 25 hapa ama 30, bodaboda na kupeleka mpaka Moshi kabisa. Alizungumza vile huyo mwanamke, na huko alikuwa anamtazama mzee Simba ambaye huyo kiukweli alikuwa hajawahi kabisa kutegemea kama leo angekutana na dhahama kama hii. Sawa, nakushukuru sana binti yangu, acha niwahi kabla ya hao wenzake hawajafika. Nikija siku nyingine tena hapa nitakutafuta kwa ajili ya shukrani zaidi. Alizungumza vile mzee Simba, na huko alikuwa anachungulia na kutazama kushoto na kulia kuangalia kama sehemu ile ilikuwa na usalama. Usiwe na shaka kabisa babangu, hapa ni kama nyumbani kwangu tu, utanikuta tu wakati wote ukifika. Alizungumza vile huyo mwanamke ambaye bado alikuwa pale pale kiambazani. Ukweli mzee Simba aliona kwamba eneo hili la mbele ya hoteli hii ya Mrina kulikuwa ni salama kabisa, yani hapakuwa na mtu wa kumtilia mashaka yoyote zaidi ya kuona tu watu waliokuwa wanaingia na kutoka pale hotelini. Hapo sasa alishika mkoba wake vyema na kuanza kutembea kwa haraka kutoka kwenye ile chochoro. Alikuwa anaibukia kwenye eneo la mbele la hoteli ile maarufu mjini Arusha. Alikuwa anafuata kichochoro cha mbele yake ambacho hiki kingempeleka sasa mpaka barabara kuu ya Monduli ambako kuna stendi ndogo. Wakati huo pia sasa kijana wetu Deusi akiwa anakaribia njia pande ya kuelekea stendi kuu, na huko alikuwa ameshikilia simu yake mkononi, na huko alikuwa anataka kubofya kiwashio, ndipo sasa ghafla mbele yake likaingia gari dogo Toyota Arteza ambalo hili liliingia na kukamata uelekeo wa kule ambako alikuwa anaelekea yeye, na kujikuta alikuwa anakanyaga breki za ghafla ili kusudi asigongane na hili gari dogo ambalo hili aliweza kuliona lilikuwa linamwacha kwa mwendo ule ule wa kasi ya ajabu kweli. Hii ndio Arusha bwana. Alijisemea vile Deusi, na huko alikuwa anaachia breki na kukanyaga mafuta kidogo kuendelea tu na safari yake. Da, angeligonga gari langu huyo. Sidhani kama ningemwacha hivi. Alikuwa anawaza vile Deusi ambaye huyu kwa kuona kile ambacho kilikuwa kimetokea akajua kabisa kwamba kama asipokuwa makini basi anaweza kujikuta alikuwa anasababishwa ajali makusudi kabisa. Kwa hivyo ni vyema kama angeachana na simu kwanza na kuiwasha baadaye atakapokuwa amejipumzisha kwenye hoteli ambayo kwa mujibu wa GPS yake ilikuwa mita chache kutoka pale ambapo alikuwepo yeye. Kwa ushauri huu ambao alikuwa amejipatia, Deusi akaiweka simu kwenye siti ya pembeni bila kuiwasha. Deusi aliendesha gari lake kwa tahadhari kubwa na uangalifu mkubwa. Alikuwa anahofia kusababishiwa ajali ama hata yeye kusababisha ajali pia. Na wakati ule sasa akaliona kwa mbali lile gari dogo lilikuwa linapunguza mwendo na kuingia upande wa kushoto wa barabara ile kwenye njia ambayo kwa mujibu wa GPS ambayo ni mpangilio maalum wa kuonyesha sehemu ilimwonyesha vizuri kabisa kwamba na yeye alikuwa anatakiwa kuelekea upande ule ule pia. Deusi aliongeza mwendo kuifuata ile barabara ambayo hii ilikuwa mita chache mbele yake, barabara ambayo alifikia sekunde chache tu baadaye. Alipoifikia sasa alikata kushoto ambapo mita chache mbele yake aliweza kuona jengo kubwa ambalo hili lilikuwa limeandikwa Mrina Hoteli, na sio hivyo tu. Aliweza kuliona pia lile gari ambalo lilikuwa limempita wakati ule na kutaka kumsababishia ajali. Gari ambalo lilikuwa linaonekana kuwa lilikuwa limeingia muda mfupi tu uliopita hapa, kwa sababu sasa aliweza kuona milango yote minne ya gari ilikuwa inafunguliwa na walikuwa nashuka watu wanne, na kwa wawili kati yao walikuwa natupa vipisi vya sigara na kisha kuanza kutembea kuelekea kwenye lango la hoteli ile. Itakuwa ni sehemu sahihi kweli? Alikuwa anajiuliza pale Deusi, na huko alikuwa anaendesha gari lake taratibu. Alikuwa anapishana na watu mbalimbali ambao hawa walikuwa wanaingia na kutoka pamoja na magari pia. Deusi akiwa anaendesha gari lake taratibu na huko alikuwa anatafuta sehemu ya kuegesha. Mara akaona wale vijana wanne waliokuwa wanaelekea kwenye jengo la hoteli hii walikuwa wanasimama ghafla na kumtazama mwanaume mmoja mtu mzima ambaye huyu alikuwa amebeba sanduku dogo jeusi ambaye huyu alikuwa anatembea kwa kasi kubwa kuja upande wa pili wa jengo hili la hoteli.
alikuwa anapita usawa wa gari lake ambalo hili lilikuwa linatembea taratibu. Deusi ambaye mwanzo hakuwajali kabisa watu wale, aliwaona walikuwa wanaanza kumfuata huyu mwanaume mtu mzima ambaye pia ni kama aliwaona watu wale. Akaanza kuongeza mwendo. Huyu mwanaume alikuwa anakuja usawa wa gari ambalo Deusi alikuwa ndani yake, kitu ambacho kilimlazimu Deusi kusimama kabisa ili kusudi kuepusha ajali ya kugonga mtu. Hapo sasa Deusi akaweza kushuhudia vizuri kabisa juhudi za yule mwanaume mtu mzima ambaye ni Mzee Simba zilikuwa zinagonga mwamba kabisa, kwa sababu aliweza kuona wale jamaa wanne walikuwa wanaanza kumkimbiza yule mtu mzima ambaye pia hakutaka kabisa hata kuzubaa, na alianza kukimbia na mbio zake dhaifu. Hakika mazoezi binafsi ni kitu muhimu sana, kwa sababu huyu mwanaume mtu mzima hakuweza hata kulivuka gari la Deusi, tayari akajikuta yuko mikononi mwa wale jamaa wanne. "Wewe boy, ulikuwa nadhani kwamba unaweza kutukimbia sisi wewe?" alizungumza vile mmoja wao, na huko alikuwa anaonekana kumnyang'anya lile sanduku. Yule mzee alikuwa anaonekana kuwa na wasiwasi na uoga mkubwa kweli kweli, na huku sura ya kinyonge na kukata tamaa vikiwa vinamtawala. Kitendo kile kusema kweli kilimuumiza sana Deusi, ambaye huyu hakutaka kujiingiza kwenye jambo kama hili ambalo alikuwa analishuhudia live kabisa, na alikuwa anaona kama lilikuwa limuhusu. "Hii ndio Arachuga wewe, hatuishi kizembe kabisa sisi huku," alizungumza vile kijana mwingine, na huko alikuwa anamsukuma kwa nguvu yule mzee ambaye huyu alienda kujibamiza kwenye hili BMW 7 jeusi la Deusi. "Hii sasa naona imezidi," alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anaweka gia katika sehemu ya kuegesha. Wakati wote alikuwa anaona yule ambaye alikuwa anamsukuma yule mzee alikuwa anafuata pale kwenye gari na kisha kumkwida yule mzee na kumkandamizia kwenye gari. "Sikiliza wewe fala, funga mdomo wako na utulie hivyo hivyo," alizungumza vile huyu mmoja, na huko alikuwa anaingiza mkono wake wa kulia kwenye mfuko wa suruali huyo yule mtu mzima, na kisha kuibuka na kitita cha pesa akakiweka kwenye mkono wake pia. Deusi alifungua mkanda wa siti ambayo alikuwa amekalia na kisha kufungua mlango. Wakati huo yule mkabaji alikuwa anazamisha tena mkono wake kwenye mfuko wa suruali wa huyu mtu mzima, akaibuka na simu sasa. "Wewe boya wewe, rudi ndani ya gari fasta kabla sija kuharibu sasa hivi hapa," alizungumza vile moja kati ya wale wanne, na huko alikuwa anamsogelea Deusi kwa haraka, na huko alikuwa ameinua mkono wake kwa lengo la kumtandika ngumi kijana huyu ambaye Umoja wa Mataifa wameliweka jina lake kwenye orodha yao kwamba ni kijana mmoja hatari kweli kwenye swala la mapigano. Ukweli kijana huyu hakuwa na bahati kabisa, kwa sababu kabla hata hajarusha ngumi yake tayari alikuwa ameshukutana na kitu kizito kilichotoa usawa wa mgongo wake wa pua, kilimtupa hatua kadhaa nyuma, na huku wenzake walikuwa wanageuka na kisha kumtazama kwa mshtuko mkubwa huyu mwenzao. Walikuwa hawaamini kabisa kama eti alikuwa amepigwa, maana kwa jinsi alivyokuwa amerushwa alionyesha kama alikuwa amegongwa na bodaboda hivi, na kisha kwa macho yaliyojaa hasira na mshangao akamtazama Deusi. "Aise wewe fala, unaleta maniaje tena hapa? Hivyo hatujua sisi wewe?" alizungumza vile huyu ambaye alikuwa amemshika yule mzee, na huko alikuwa anamwashia mzee huyu mtu mzima, na kisha aliingiza mkono wake usawa wa kiuno ambapo aliibuka na kisu kirefu maarufu kama sime. Kilikuwa kinang'aa kweli kwa makali yake, na wale wenzake wawili ukiachana na yule ambaye alikuwa ameshika sanduku, na walitoa visu vilivyokuwa vinafanana kabisa na kile cha mwenzao ambaye huyu ni Mduma, na huku Deusi alikuwa anawatazama tu. "Jamani, sikilizeni wakubwa, mimi sina kabisa ugomvi na nyie, lakini nilikuwa nataka nishuke niwaambie tu kwamba msiguse gari langu," alizungumza vile Deusi kwa sauti ya upole kabisa iliyokuwa na utaratibu wa kidaktari, ambayo hii haikuwashtua kabisa akina Mduma. "Wewe acha kuzungumza ujinga babake sae, kama vipi weka mazaga yote juu ya boneti na kisha tamba zako, au sio?" alizungumza vile Mduma, na huko alikuwa anamsogelea Deusi. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anaamini Deusi alikuwa ni mpole kwa ajili ya vile visu ambavyo walikuwa wamevishika, yaani kwamba Deusi alikuwa anaogopa sasa. "Sikiliza bro, mimi sijapenda kabisa kuumiza mtu mwingine zaidi. Ni vyema mkaka mbali kabisa na gari langu vizuri tu, ila mkinilazimisha nitafanya," alizungumza pale Deusi. Na wakati ule Bwana Simba yeye alikuwa amesimama tu pembeni anawatazama kwa macho ya uoga, macho yanayofanana kabisa na macho ya paka ambaye huyu anasubiri chakula kianguke kutokea mezani. Neno la Deusi ni kama lilikuwa ni dharau kwa Mduma ambaye huyu alinua mkono wake juu na kisha kuvuta ile nusu panga akashusha kuelekea begani kwa Deusi. "Hebu kaa
kabla hata Mduma hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anakusudia kuzungumza, akaweza kumshuhudia Deusi alikuwa anavuta hatua moja mbele na kumkaribia zaidi, na akaudaka mkono wake ambao aliuzungusha kwa nguvu na kwa ghafla, kitendo kilichosababisha Mduma mwenyewe azunguke kwa nguvu kwelikweli, na ghafla hajakaa sawa. Alihisi kitu kizito kilikuwa kinatoa usawa wa kifua chake, na kumlio kama wa kuvunjika kwa mbao ulikuwa nasikika hivi, na yeye alikwenda chini pale pale kama kiroba. Alikuwa amenyimwa kabisa hata kupiga kelele ya aina yoyote. Alikuwa mkandamizi wa mguu ambao ulikita shukari mwake, na huko alikuwa ananyang'anywa ile panga lake mkononi ambalo ndilo lilikuwa limetumika kuwageuza bucha wenzake pale pale. Ndani ya dakika moja tu watu waliokuwepo katika eneo hili na mbele la hoteli hii pamoja na mzee Simba walikuwa wameshuhudia tukio ambalo kama kuna aliyewahi kuliona basi ilikuwa ni kwenye filamu za Kikorea tu, Japani ama China. Kilikuwa ni kipigo kizito ambacho mtaani kwetu anaita kipigo cha paka jizi. Kipigo ambacho kilitumia muda mfupi sana. Kipigo ambacho kilifanya mzee Simba baki anamtazama tu Deusi kwa mshangao. Ni kama alikuwa anajiuliza kama Deusi naye alikuwa anafuata sanduku lake ama la. Na kama ndio hivyo basi hatima yake ni mbaya zaidi kuliko hata ile ya mwanzo ya hawa vijana wanne. Kwa sababu sio kwa kipigo kile ambacho alikuwa anakiona kwa macho yake mwenyewe mzee huyu, ambacho hata mimi siwezi kabisa kujua anaweza kutumia njia gani kukieleza ili kuwanusuru wale wagonjwa wa moyo. Maana kama nikieleza jinsi Deusi alivyocharaza mkono pale, hata wagonjwa wa moyo anaweza kufa kabisa kwa mshtuko. Tayari watu walikuwa wameshaanza kusogelea kwenye tukio hilo, na huku kelele za chini chini zilikuwa zinaanza kusikika. Ameua, kakaua, haukuwa ni watu ambao walikuwepo pale nje peke yao. Wapo pia ambao walikuwa wametokea ndani ya hoteli pia. Ni vyema kama utaacha kunitazama na kuchukua kilicho chako na kisha ukaondoka katika eneo hili, alizungumza vile Deusi, na huko alikuwa anatazama gari lake kama vile alikuwa analikagua. Alikuwa anahakikisha kama halijaumia sehemu ili liwe tayari kwa safari mpya. Ukweli asingeweza kabisa kukaa tena pale Arusha, japo ni kama tukio hilo lilichukuliwa kawaida tu na wenyeji. Walikuwa nadhani kwamba walikuwa na ugomvi wa walevi tu. Wakati huo pia mzee Simba alikuwa analiokota sanduku lake ambalo hili tunajua kabisa kwamba ndimo kulikuwa na madini ya Tanzanite, na kisha alimfuata Mduma ambaye huyu sasa alikuwa amelala chini na alikuwa anatoka na damu puani pamoja na mdomoni. Akampekua na kisha kuchukua pesa zake pamoja na simu yake. Ni kama vile alikuwa anafanya juhudi za kumwahi Deusi ambaye huyu alikuwa anaingia kwenye gari yake kusudi waondoke kwa pamoja. Ni kweli kabisa, ile kufumba na kufumbua tu tayari mzee Simba alikuwa ameshafungua mlango wa siti ya abiria wa mbele na kisha kufunga mlango. Samahani kijana, naomba unipeleke Dar es Salaam. Nitagharamia kuanzia mafuta na gharama nyingine zozote ambazo zitajitokeza wakati wote wa safari, alizungumza vile huyu mtu mzima ambaye sisi tunamjua kwamba anaitwa mzee Hassan Simba kwa sauti ya kuomboleza. Alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anaamini kwamba Deusi ndio alikuwa ni mtu pekee anayeweza kumfikisha salama kabisa Dar es Salaam na mzigo wake wa madini. Hapo Deusi alihisi kama vile kazi ya usafirishaji inaenda kuwa ni kazi yake mpya. Unadhani kwamba mzigo wako na thamani yako inaweza kuwa ni sawa na lita 100 tu za petroli? Aliuliza pale Deusi kwa sauti tulivu, na huko alikuwa anafunga mkanda wa kwenye kiti chake. Kijana, naomba basi taja gharama zozote, kiasi cha pesa ambacho nahitaji mimi nitatoa, alizungumza vile mzee Simba, na huko alikuwa anaonyesha kuhitaji sana usafiri wenye usalama wa kijana huyo. Je, ni kitu gani kitaendelea? Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya msimu huu wa kwanza, sehemu ya 15, na simulizi yetu inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui. Pole sana kwa kuisubiri kila siku za Jumamosi, lakini season 2 itakwepo na itarahisishwa kutoka kila wakati. Na kwa wale watumiaji wa application ya SMX app, season 2 itawekwa yote kabisa kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho. Mimi naitwa Felix.